Vodacom yeye ni mkuu wa kitengo cha products. Alafu napenda pia kutambulisha mtu mwingine atakuwa ndugu Patrick kutoka Precision Air. So karibu kwa uzinduzi. Habari ya asubuhi. Okay, so leo Vodacom Tanzania Leo Vodacom Tanzania pamoja na Precision Air tunazindua huduma kwa mara ya kwanza kumwezesha Mtanzania kuweza kununua tickets ya Precision Air na kuweza kuilipia kwa huduma ya M-Pesa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Mtanzania leo tunakuwezesha kupata hii huduma ya haraka na kuweza kupata huduma ya kusafiri kwa safari zako zote za ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini vile vile kutumia M-Pesa huduma ya wateja wa Vodacom kuwawezesha kulipia ticket zao. Mteja wa Precision atakachotakiwa ni kufanya booking ya ticket yake. Anaweza kufanya booking kupitia call center, naamini Patrick ataongelea hilo zaidi. Lakini akishapata booking, anaweza kalipia hiyo tiketi yake kwa kupitia huduma ya M-Pesa, na baada ya kulipia atapata ujumbe wa kumhakikishia kwamba ticket imekubalika au atapata ticket number kutoka kwenye system za Precision Air. Na baada ya hapo anaweza akaenda sasa kusafiri, manake atakuwa tayari na ticket number yake. Ningeweza kumkaribisha Patrick aweze kuongelea kidogo kwa upande wa Precision jinsi gani wanapotoa hii huduma. Asante sana. Kama wenzangu Vodacom walivyosema, hii huduma ya M-Pesa ni ya kwanza kwa Tanzania, na ni mfumo mwingine tunampelekea mteja kuweza kupata huduma karibu sana. Kwa sasa ukitaka kununua tiketi ya Precision ya ndege, lazima uende ofisini kwetu, ufanye booking, ulipe, au utembelea tovuti yetu, ufanye booking, ulipe kwa kutumia credit cards. Kwa sasa tunataka ni kwamba mteja mahali pote alipo aweze kupata huduma kwa karibu zaidi. Unachukua simu yako, unapiga call center Precision, utafanya booking, watakupa booking reference number na kiasi gharama ya ticket. Unachotakiwa ukifanya wewe utatumia ile reference number kupitia M-Pesa kulipia, na pale utapata ticket. Kwa hiyo ninachosisitiza hapa ni kwamba mteja wa Precision sasa hivi hana haja ya kukimbia kwenda mjini. Ukiwa kule Boko kwa mfano, unaweza kukaa popote nyumbani, ukapiga simu, ukafanyia booking, ukalipa kupitia M-Pesa bila haja ya kutoka nyumbani kwako. Kwa hiyo hii kwa kweli ni kwa kwetu sisi tuna furaha kubwa sana ya kushirikiana na M-Pesa Vodacom kuweza kurahisisha huduma zetu kwa wateja. Ni hayo tu. Kuna maswali? Yes. Nataka kujua huduma hii vile vile unaweza kununua kwenye internet, yani ukiwa kwenye internet unaweza kufanya booking kalipo kwa Vodacom. Sawa kabisa. Ukienda kwenye tovuti yetu kuna option mbili. Unafanya booking ukalipia ofisini, au unafanya booking ulipia kwa kutumia credit card. Ukifanya booking ili uweze kutumia M-Pesa, unachagua kulipia ofisini, itakupa reference number yako. Kwa ile reference number ndio unayotumia sasa uweza kulipia kupitia M-Pesa. Na sasa hivi kwa Precision Air nataka kujua katika region kuna watu wote wanatumia M-Pesa kutumia tiketi? Hapana, kwa sasa hapana. Nadhani kwa region labda ni hapo Kenya unaweza kuwa unatumia M-Pesa kwa safari kwa ndio. Lakini kwa Tanzania hii ni hapana. Ni wateja wangapi kwa sasa hivi? Precision Air kwa mwaka tunabeba wateja sasa kama 900,000. Na tunategemea mwaka huu mpaka mwishoni tuzidi milioni 1. Nasema kwamba mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba watu wakitaka hiyo huduma wanaipata kwa wakati ule wanaohitaji? Tuna call center ambayo tumei
tumeongezea watu. Tuna watu sasa kwa sasa tunafanya kazi kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 4 usiku, na tuna kadri biashara inazidi kusogea tutakuwa ni masaa 24. Kwa hiyo tumeiangalia na tumejipanga vyema kuhakikisha hiyo huduma tunaitoa kisawasawa bila matatizo. Swali mwili ya mwisho kwanza, mimi nataka kwamba wakati unawasiliana mteja anasiana precision kupata nini, inakuwa ni manually, kuna mtu yuko ana operate pale au mnaiset as a machine? Kuna manual na machine, kwa sababu ukifanya malipo sisi pale ofisini watu wetu wataiona, basi wataissue tickets na ticket itatumwa automatically kwenye simu yako. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna manual na automation. Kwa automatically kwamba anaweza kupata ticket. Anapata ticket number. Na kama umetuma hela pungufu, ujumbe utarudi kwako kwamba hela ni pungufu. Kama umelipa zaidi, kama ilivyo kwa M-Pesa, refund yako itarudi pia kwa kiasi ambacho umezidisha. Martini, Mimi nilikuwa na maswali mawili, moja kwa M-Pesa na nyingine kwa Precision. Nikianza kwa Precision, ni kwa nini mmeamua kutumia M-Pesa wakati kuna mitandao mingi, kuna simu nyingi, kuna Airtel Money, alafu na watu wa Tigo, alafu na kwa watu wa Vodacom malipo ya Precision mengine yanafanyika kwa dollars. Sasa sijaelewa kwamba M-Pesa pia inaweza ikaruhusu transaction ya fedha za kigeni. Labda nijibu kwa nini tumechagua Vodacom. Nadhani tunaelewa Vodacom huwa wanasema wa kwanza kwenye mambo haya. Sasa sisi tuko wazi na Vodacom walitufuata, wasema jamani tuna facility hii. Na kama biashara nia yetu yote ni kuhakikisha tunaboresha huduma kwa wateja. Sasa mwenzako anapokufuata kwa ajili ya kuboresha huduma kwa wateja, basi mnaenda mkifanya. Wengine wakija tutaendelea nao vile vile. Hakuna shaka. Okay, asante sana. Kwa upande wa Vodacom, M-Pesa ni huduma inayotolewa kwa T-shillings. Kwa hiyo booking zote ambazo zitafanyika Precision na zinatakiwa zilipiwe kwa njia ya M-Pesa, watalipa hela ya Kitanzania. Kwa sababu hela yote ambayo iko kwenye mtandao wa M-Pesa ni hela ya Kitanzania na sio dola.